Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari ambayo imeendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii lakini pia imebeba headline kubwa ni hii habari ya Dogo Paten. Baada tu ya video yake kuvuja, imeonyesha wazi ni kwa namna gani huyu kijana amechafua hali ya hewa. Comment zimekuwa ni nyingi sana, haswa comment za wadada, watoto wa kike wameonekana kumsifia sana Dogo Paten, lakini tunaweza kusema kwa upande mwingine ni aibu sana kwa familia, lakini pia ni aibu kubwa kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wanamfahamu Dogo Paten, kwa sababu zile ni sehemu za siri yeye ameenda kuzianika huko kwa mpenzi wake, na mpenzi wake kuonekana kuposti video hiyo na kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia tumeweza kumuona Dogo Paten amezungumza na kudai kwamba ile video hakutarajia wala hakutegemea kama ingeweza kutupwa kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni faraga yake pamoja na mpenzi wake, lakini haelewi ilitokeaje. Na siku leo bana, Dogo Paten pamoja na mama yake mzazi wameamua kuomba msamaha kwa ile video ambayo imesambaa, kwa sababu Dogo Paten bado ni msanii, bado anatakiwa kusapotiwa, bado pia ni mwanafunzi, anaenda form 5 hivi karibuni. Lakini pia tunafahamu Dogo Paten ana mambo mengi sana ambayo bado anatakiwa kuyafanya yeye kama kijana. Hivyo basi ile video isiwe chanzo cha yeye kumharibia katika sanaa yake ya muziki, katika kipaji chake, katika jambo lake lolote. Mama yake mzazi na Paten ni mama fulani hivi ambaye tunaweza kusema amewalea watoto wake katika maadili ya kidini, na ana watoto watatu wa kiume, wote wa kiume, na amewalea vizuri sana. Watoto wote wamesoma madrasa, wana maadili, na ndio maana ukimwangalia hata Paten kuna namna fulani hivi muonekano wake. Lakini pia yeye ni msanii, lakini hatujawahi kumuona labda anatamani kuchora matatu, mambo kama hayo, kwa sababu bado pia ni mwanafunzi. Sasa mama yake akaamua kumuombea msamaha Dogo Paten kwa sababu ile video imesambaa na kufika mbali zaidi, familia imekasirika. Lakini pia anadai hata yule meneja wake ambaye alikuwa anamsaidia katika sanaa ya muziki alimfokea sana na kumgombeza kuhusiana na ile video, ni kwamba anajiharibia jina lake, lakini pia anajichafulia. Lakini ukiangalia Dogo Paten yeye hana kosa, ukiangalia yule mpenzi wake ndio alikuwa anakosa. Ameweza kumrekodi mwenzake, lakini Paten hakujua kabisa kama anarekodiwa, na ile video tayari ipo katika simu za watu tofauti kwa sababu tu imeshasambaa Tanzania nzima. Ni aibu iliyoje, lakini tayari maji yameshamwagika, hayazoleki. Mama yake mzazi ameamua kumuombea msamaha kwa wadau mbalimbali, lakini pia kwa familia nzima iweze kumsamehe Dogo Paten, kwa sababu hakuna binadamu ambaye hakosei, na tunaona mara nyingi wasanii wanafanya makosa, na ukisha kuwa msanii wewe ni kioo cha jamii. Ukifanya kitu kinaonekana kwa haraka zaidi tofauti na yule mtu ambaye sio msanii. Sio kwamba eti watu wa kawaida hawafanyi mambo kama haya, wanafanya, lakini kwa sababu wewe ni msanii inasambaa haraka sana, kama ambavyo ilisambaa hii ya Dogo Paten na wengine wengi wakina Slay. Mambo yametokea mengi tu, na hao wasanii wanatakiwa tu kuwa makini, na Dogo Paten anatakiwa kuelewa ni kama vile amekaribishwa katika sanaa ya muziki, anatakiwa kuwa makini na hao wanawake ambao anatoka nao. Tochia maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu ila ndikuwa neno subscribe.